wamama wanazaa mapooza, mashamba, lakini mji wenyewe ukitazama unaona unapendeza sana, lakini mauti imejaa ndani yake. Hakuna chochote kinachofanyika kwenye mji ukafanikiwe. Hata tukipanda mbegu kwa mashamba zetu, kabla wakati wa kuvuna unapofika, ile chakula imeharibika. Na ng'ombe zikibeba mimba, ikikaribia kwamba imefika wakati wa kuzaa, wanatoa damu. Kulikuwa na matatizo kwenye mji. Unajua watu wengi hawajawahi fahamu shida zao ziko wapi. Punde tu unaanza biashara, sasa ile biashara inataka kuchukua mkondo wa kupiki, inaporomoka. Sasa ile tu unaenda kupewa kazi, unasikia unaambiwa mpaka wakati mwingine tena. Yaani kila unapofikia mahali ambapo unaona kabisa njia imefunguka, unaomba Mungu akupe mume, na saa ile tu umepata mchumba, mnapanga kupanga harusi, inabomoka. Kuna matatizo yako mahali. Kuna kitu unahitaji, kuna huduma unahitaji, na huduma hiyo inapatikana kwa madhabahu pekee yake, aidha madhabahu ya mapepo au madhabahu ya Mungu, maana ni hayo madhabahu tu mawili yanatawala katika dunia hii. So wakamwambia, tazama mji ni mzuri sana, lakini maji yake ni mabaya. Maji ya mji ni mbaya. Hawa ni watu ambao walifahamu siri, walifahamu tatizo lao liko wapi. Unajua kuna watu wamebaki wakiombewa, lakini hawajajua tatizo lao liko wapi. Na hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye hajui tatizo lake liko wapi. Ni kama mtu anaenda kwa daktari na anamwambia niko mgonjwa. Daktari anamuuliza ni wapi unasikia? Sijui, nasikia tu mwili yote. Nasikia mwili yote tu. Unaulizwa na ni wapi hasa inakuuma? Mwili yote. Ni mpaka sasa daktari aanze kusearch ni wapi panakuuma. Hauelewi ni wapi tatizo la moyo wako, ni wapi tatizo la mwili wako iko. Sitachukua muda mrefu, lakini nataka nisungumzie umuhimu wa nabii moyoni mwako. Nataka tusome neno la Mungu. Tuko pamoja jamani? Hili ni jambo la muhimu sana. Ni jambo rahisi, lakini si jambo ngumu sana. Unahitaji kulielewa vizuri na kulifahamu vizuri. Hakuna mji ambao hauna vita. Hakuna maisha ya mtu ambaye haina vita. Na ni lazima uhitaji kiongozi wa vita. Hakuna vita ambao unaweza kushinda pasipokuwa na kiongozi atakaye kuongoza. Kwetu sisi wa Masai, kwa sababu ni watu wa vita sana, ni watu ambao hawarudi nyuma wakati wa vita, lakini kuna mashujaa ambao ndio wanaongoza watu kwenye vita. Na hata mapepo wenyewe wanaelewa, wana huo utaratibu. Katika huu mji wa Malindi, mapepo wamepangwa kulingana na jinsi mlivyo. Hata katika ibada kama hii wamepangwa, wamewekwa ili kudhibiti kila kitu ambacho kinataka kufanikiwa kisiweze kufanikiwa. So vita katika ulimwengu wa roho, unahitaji kiongozi atakaye kusaidia kutangulia mbele yako ili kupigana vita, ushindi upatikane katika maisha yako. So Biblia inasema Wafilisti wakati wa mavuno ilipofika, shetani anajua wakati wa mavuno yako. Wanasema
asifiwe. Haleluya. Hakuna sehemu nzuri iliyo kama wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno inapofika, hapo ndipo mapepo yanasimama kuhakikisha kwamba hayo mavuno hayatakufaidi katika maisha yako. Hautapanga jinsi ulivyokuwa umepanga, hautafanikisha zile maono ambazo ulikuwa umefanikisha. So lazima kuinuke vitu, lazima kuwe na mambo ambazo zitainuka kuzuia kile ambacho umekusudia kupanga katika mwaka wa 2025. Watu wengi husema mwaka huu wa 2025, mpango wangu, utaratibu wangu, nataka nijenge nyumba kule nyumbani, na inataka 2,000,000, inataka 200,000, na unaanza utaratibu wa kuweka zile fedha, na wewe pasipo kujua ya kwamba kuna mapepo yanayoinuka kinyume, usiwahi jenga hiyo nyumba, usiwahi fanikisha hayo maono. So vile unavyopanga, kuna wengine, kuna kikundi kingine, na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, kila silaha iliyotengenezwa, kila kikao iliyotengenezwa kwa ajili yako haitafanikiwa. It means that kila utaratibu tunayopanga kufanikisha maisha, kuna wale walio kinyume nasi. Bwana asifiwe. Amen. Nitasahau kitu. Bwana asifiwe. Halo. Bwana asifiwe. Unajua Biblia inasema muhusishe Mungu mambo yako. Muhusishe Mungu mambo yako, na njia zako zitafanya nini? Zitadhibitishwa. Halo. Muhusishe Mungu nini? Mipango zako na njia zako zitadhibitishwa. Maana yake usipofanya hivyo, asitadhibitishwa, asitafanikiwa. Biblia inasema Yesu akawaambia, shetani amekuja ili kuua na kuharibu, lakini mimi nimekuja ili wawe nao uzima tele. So kuna mambo ambayo yanaenda sambamba namna hii, roho wa kufanikisha na roho ya kusimama usifanikiwe. So katika huu mji, Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli, mavuno yao, unaposoma hapo mbele, mashamba zao zilipokomaa, chakula ilipokomaa, maadui wakainuka kinyume na mavuno ya Israeli. Na Biblia inasema, na Daudi akawaambia wana wa Israeli, na tuteremke tukapigane na hawa Wafilisti wanaokuja kinyume na mavuno yale ambayo Mungu ametupatia. Na walipoteremka vita, waliteremka watu walio na utaratibu na mipango. Biblia inasema ya kwamba na walipoteremka waliweka ulinzi. Ni kuna mwimbaji mmoja hapa ameimba akasema, linda upako. Kwa nini upako unalindwa? Kwa sababu upako ni ngao. Upako ni uweza unaotuwezesha kubomoa zile misingi na milango za shaba zilizowekwa mbele ya maisha yangu. Bila huo upako hakuna mahali unaweza enda. So Biblia inasema ya kwamba na walipoteremka kupigana vita. Hebu soma huo mstari wa 16, inasema nini? Naye Shibenobu aliyekuwa mmojawapo wa Warefai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba. Bishop. Kuza mwenzako mwambie usisubutu kulala karibu na mimi. Kuza mwambie usisubutu kulala karibu na mimi. Mwambie ukisikia kulala toka karibu na mimi. Sema amen. Watu wa Malindi, Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wenyeji wa Malindi hapa? Wenyeji hasa wa Malindi.
Malindi wainue mkono. Wenyeji hasa wa Malindi. Umezaliwa Malindi. Wenyeji wa Malindi. Wenyeji wa Malindi jamani mpo. Usimuinue mkono kwani mnaogopa. Wazaliwa wa Malindi wako hapa. Wachache sana. Haya. Na wakati mavuno ilipokuwa tayari. Sema amen. Na wakateremka kwenye vita. Na walipofika mahali pale, Biblia inasema kulikuwa na mtu adui aliyekuwa amebeba mkuki wa uzito wa shekeli ngapi? Shekeli ngapi? 300. Na hii mkuki si ya kufanya nini? Si ya kuua mtu mwingine. Hii mkuki ni ya kuua mtumishi. Kiongozi wa vita. Yule anayeongoza vita. So Biblia inasema ya kwamba na wakati alipokuwa anamkaribia, kuna mtu ambaye alikuwa anamwangalia, nyayo zake zinamfuata mtumishi wake kuhakikisha ya kwamba kuna usalama. Kwa sababu bila hiyo, kama hauna mchungaji wako kwenye moyo wako, ufanisi wako ni mgumu sana. Kufanikiwa kwako ni ngumu sana. Ni ngumu sana wewe kufanikiwa. So huo mstari wa 16 anasema na huyo mtu, hebu rudia tena huo mstari tusikie nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnaielewa kweli? Unajua nimesema kwamba nilipokuwa pale kwenye kiti nikasikia Roho Mtakatifu akabadilisha message yangu, mtiririko wa message. Na nikamuuliza Mungu, sasa Mungu, neno ambalo unanipatia tu kwa dakika 5 litakuwaje? Mungu akaniambia ongea, maana kuna mtu ninasema naye. Kuna mtu Mungu, inawezekana labda si kanisa lote, lakini kuna mtu Mungu anataka kusema naye. Kuhusu jambo hili ninazungumzia leo. Nazungumzia juu ya security ya nabii. Ulinzi wa nabii wako. Mara nyingi sana watu wengi hudhani kana kwamba mchungaji ndio huwalinda. Lakini nadhani kueleza kwamba watu wasipolinda nabii, kufanikiwa kwao kwa mji itakuwa ni kazi ngumu sana. Kwa sababu nabii ndio chanzo cha baraka katika maisha yako. So asipokuwa na ulinzi, asipolindwa, basi na maana ya kwamba kutakuwa na ushambulizi mkubwa sana ndani ya mji, ndani ya maisha ya watu. So Biblia inasema ya kwamba na alipokuwa adui anayeinuka kinyume na upako ulio juu ya nabii. Wapendwa, ngoja niwaambie, kama kuna mtu anayetafutwa, kama kuna mtu ametatiza area hii, kama kuna mtu ambaye amesumbua wachawi, kama kuna mtu ambaye amesumbua madhabahu ya wale waliotangulia katika mji huu, ni nabii wa Mungu ambaye mmoja wapo ni huyu. Na ndio maana unakuja hapa, wewe unafikiria wakati unapokuja hapa akakemea pepo, linatoka pepo kwako, aliyekuweka unadhani kwamba ana furaha? Wewe umetolewa pepo tu, umeenda nyumbani una amani. Unafikiri ushambulizi unaenda wapi? Ushambulizi unaenda wapi? Ushambulizi unakuja kwamba unaenda wapi? Wakati unapotaka kumpiga mtu unayetaka kumpiga, na atokee mtu tu aseme achana naye na aweke nyuma yake. Ngoja niwaambie. Biblia inasema ya kwamba na shetani alipofanya ushambulizi juu ya wanadamu, na Mungu akasema basi nitamtuma mwanangu aende afe kwa niaba yao. Pastor huwa ni yeye kama sacrifice.
sacrifice, aliyejitoa kufa na kuhangaika kwa ajili ya watu wengine. Na ndio maana Yesu anamwambia Petro, linda kondoo zangu. Maana yake maisha yake anahatarisha maisha yake kwa ajili ya watu. Na ndio maana Yesu amekuja. Na baada ya Yesu kuja, mwanadamu tayari alikuwa amekatiwa hukumu, kuhukumiwa. Mwanadamu alikuwa amekatiwa hukumu, kuuawa. Mwanadamu anahitaji ukombozi, na huo ukombozi, jana alikuwa anaangalia kwa TV jamaa mwingine ambaye amelipiwa 100 million ili asikatwe nini, mliona? Mliona? Ambaye alikuwa nyongwe mwaka uliopita, mwaka wa 2024. Alikuwa nyongwe, lakini Waislamu wakasema asinyongwe, tutamkomboa. Ndugu yangu, hakuna kitu kigumu kama kukombolewa. Kukombolewa ni kazi ngumu sana, ina gharama. Mpaka maisha yako itengenezwe jinsi ilivyo, imegharimu maisha ya huyu baba, imegharimu maisha yake kuteseka, imegharimu usingizi wake asilale, imegharimu hata kuachilia familia yake ili wewe upone. Ni gharama. Wakati unaposikia kuwa na amani ile ambayo haukuwa na amani katika nyumba yako, imegharimu mtumishi wako. Halo. Wangapi wana sababu ya kushukuru Mungu kwa kumtumia mchungaji wake maisha yake kubadilishwa? Ni wangapi wanahisi kwamba kupitia nabii maisha yake imekuwa na amani? Ni wangapi wanahisi kwamba kupitia nabii amezipokea vitu ambazo hapo wanatarajia? Ni gharama. Ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipotokea alifanya nini? Alimtoa mwanadamu na kumweka nyuma yake, na akasema nipige kwa niaba yake. Na ndio maana alipelekwa msalabani, ndio maana aliangikwa. Na alipomaliza alisema nimemaliza, nimelipa deni, hawatadaiwa tena, wamesamehewa. Na alipoondoka aliacha kazi kwa watumishi wa Bwana, aliwapatia hiyo nafasi. Na ndio maana aliwaambia wanafunzi wake, nimewapa nguvu na mamlaka ya kutoa mapepo, ya kuponya wagonjwa. So hiyo uweza ikawa juu yao na wakapewa huo mzigo. So Daudi alipokuwa anaenda kwenye vita, maadui walijua anayesababisha vita haya ni Daudi. Na yule adui akaandaa kuhakikisha kwamba amemuua Daudi. Lakini kwa sababu taifa la Israeli walikuwa ni watu wanaoelewa, wakamwambia Daudi, sikiliza Daudi, kuanzia leo na kuendelea wewe utaenda vita tena, maana utakapouawa taa ya Israeli itazimika. Hivi leo huyu baba atakaposhindwa katika mji huu wa Malindi, atakaposhindwa kuhubiri injili na kusudi la Mungu katika haya madhabahu, taa ya mji itazimika. Nini huwa inafanyika taa ikizimika? Nini huwa inafanyika taa ikizimika? Na giza ikija nini huwa inakuja? Giza ikiingia nini huwa inakuja? Giza ikiingia hofu inaingia. Nini inaingia? Hofu. Unaanza kuogopa kutembea, hujui kama utakanyaga nyoka. Unaanza kuogopa kukaa ndani ya nyumba, ni kama kuna mtu anakuendea. Maana giza imeingia. So mahali palipo na unabii, kuna taa ya Mungu mahali pale. Sema amen. Sema amen. Kuna taa ya Mungu. Hebu soma Samueli wa pili. Wewe usifanye nini? Watu wa Daudi, hebu rudia kwa sauti dada yangu wasikie tena. Wewe usitoke nje. Wewe usitoke nje. Kwa maana tukikimbia. Maana tukishindwa sisi, hiyo ndio anamaanisha. Tukikimbia sisi baada ya kushindwa, hawatatuona sisi kuwa kitu. Hawatatuona sisi
kuchukua kitu, au tukifa nusu yetu, au hata tukifa nusu yetu, hawatatuona kuwa kitu, hawatatuona kuwa kitu. Lakini wewe una thamani, lakini dhamana yako wewe Baba kuliko watu 10,000. Dhamana yako ni zaidi ya watu 10,000 katika sisi. Kwa hivyo sasa ni afadhali ukae tayari. Sasa afadhali wewe ukae tayari kutusaidia toka mjini. Utusaidia kufanya nini? Toka mjini. Kutoka hapa kwa mji huu. Dhamana ya mtumishi wa Mungu, dhamana yake haifananishwi na mtu awaye yote. Daudi anaambiwa dhamana yako ni zaidi ya watu 10,000. So tunaomba usitoke. Kazi ya mchungaji ni kukaa na kuanza kuinua mikono yake juu kwa sababu ya watu. Lakini kama hatakuwa na ulinzi, aanza kutoka, aanza kusunguka, aanza kwenda vibarua vile watu wengine wanavyoenda vibarua, basi ndio mwisho wa kanisa kuendelea, ndio mwisho wa maisha yako kuinuliwa, ndio mwisho wa wewe kufanikiwa. Wewe una dhamana. Sijui kama mnaona dhamana ya mtumishi wenu. Umeijua dhamana yake? Au mnamuona tu? Hata hao Masai wetu hawajawaijua dhamana yake. Anasema katika kitabu cha Nyakati wa Pili, tiini manabii na mkawaheshimu nanyi mtafanikiwa. Maana yake kuna kufanikiwa juu ya neno la nabii, kuna kuinuliwa, kuna kupanuka. Kama nabii umembeba ndani ya moyo wako, utakapomfahamu kwamba dhamana yake ni zaidi ya watu 10,000 na umbebe na uelewe, njia zako zitabadilika. Siku moja Biblia inasema kwamba Musa akamwambia Joshua, shuka nenda pigana vita, lakini mimi niacheni nikae juu ya mlima, niinue mikono yangu. Lakini kuna kitu kimoja walisahau ya kwamba hata Musa naye ni mwanadamu, anahitaji kusaidiwa na anahitaji kulindwa. Na Joshua alipokuwa anaendelea vita kule chini, Biblia inasema ya kwamba mikono ya Musa ikaanza kufanya nini? Mikono ya Musa ikaanza kuchoka. Na ndio maana madhabahu inahitaji wazee wanaomaanisha kazi wanayoifanya. Madhabahu inahitaji viongozi ambao wanajua wanafanya nini. Wapi viongozi wa madhabahu? Wako wapi? Inueni mkono. Viongozi wa madhabahu uko wapi? Viongozi wa madhabahu, wazee wa madhabahu, wale ambao wanahudumu wakati mchungaji hayupo, au wale ambao wanasimamia madhabahu. Madhabahu lazima isimamiwe. Madhabahu lazima ifanye nini? Hello? Madhabahu ya kulinda. Msipolinda hapa, kufanikiwa kwenu itakuwa ni ngumu sana. Nauliza, wako walinzi wa madhabahu. Walinzi wa madhabahu au bishop wao. Umewahi jua kwamba mori ya unabii huwa inachochewa ipande utabiri? Umewahi jua hiyo siku? Wamasai wanajua hiyo. So, ule mganga anaimbiwa. Wajamaa wanaimba kwa unasikia anasema, Nyamasema, hapo nasikia kuna mtu. Hapo naona kama nasikia hapa. Oleisei anajua hiyo. Oleisei una magari. Maana unabii umechochewa. Unabii umefanya nini? Unabii umefukuwa. So huyu jamaa mpaka atabiri anahitaji watu ambao wataabudu mpaka asikie mbingu imefunguka, unabii mkuje. Unabii hauwezi kushuka tu katika anga iliyo kavu.
iachiliwe vitu. Kule kwetu kama unataka ng'ombe itoe maziwa sana, wamama wana nyumba ya kuimbia ng'ombe. Anaimbia ng'ombe mpaka ng'ombe inaachia maziwa yenyewe. Inaachia maziwa yenyewe. Wewe umekuja utabiriwe, lakini hujui njia ya kusababisha ili unabii wako ukuje. Halo, Mungu, watu wa Malindi, Bwana asifiwe. Haleluya. So anapokaa pale anahitaji mori ya Roho Mtakatifu apandishiwe. Bwana wabariki sana President Worship. Bwana wabariki sana. Nimehisi uwepo wa Mungu. Na hiyo ninatakiwa lazima muimbe mpaka nabii akisimama hapa. Unajua wakati mlipokuwa mnaimba nilikuwa nataka nimwambie pastor, saa hiyo ujumbe bado ikipo, haikubadilishwa. Nilikuwa nataka nimwambie bishop, waambie wanipe sasa. Maana nimehisi kuna uwepo wa Mungu. Nimehisi kuinuliwa. Nimehisi kuanza kuachilia vitu. Oh, haleluya. Maana kuna watu wamenitetea. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So, lazima afanye nini? Lazima afanye nini? Achochewe. Jambo la pili, lazima alishwe. Huyu mganga wa kwetu huwa hakuli mbuzi ya jana. Kule kwetu mganga hakuli mbuzi ya jana. Anakula nyama fresh. Au kama wakubwa wanakula mbuzi ya jana. Mbuzi kichwa leo, hiyo nyama hakuli kesho. Anahitaji nyama fresh. Tena. Unaisema majua ya Mungu. Na hii ni kwa faida ya wale wanaotabiriwa. Ni kwa faida ya wale wanaotafuta unabii. Sema amen. Bwana asifiwe. Kumbuka yule mtu wa Shunemu ambaye kulikuwa na njaa ya miaka ngapi? Kulikuwa na njaa ya miaka ngapi? Miaka 7. Hakukuwa na mvua. Na Biblia inasema na Mungu akamwambia nabii, shuka maana nimetayarisha mtu atakaye kulisha mpaka siku ya mvua ikuje. Na alipofika mahali pale alimkuta yule mama akiokota kuni ili aende apike. Sema amen. Amen. Na sasa simniombe sana. Unajua lazima mhubiri akihubiri ni vile tushina time. Wakati mhubiri anahubiri hapa lazima kuwe na watu ambao mmoja kona ile ya kuendelea kuomba, kushika anga la mapepo, kushika mishale ambazo zinatupwa kuzuia uwepo usitembee. Unajua nilikuwa nataka niwajulishe ya kwamba vitu kufanyika hapa si jambo tu la kirahisi. Inahitaji watu ambao wamejipanga na kuelewa kudhibiti anga yao ili ushindi wa anga yao ikapate kufunguka. So wakati mhubiri akimbili hapa, si watu wa sensi, ni muda wa intercessors kuanza kuendelea kufanya nini? Kuomba, kuachilia nguvu. Maana vile ninavyohubiri ndivyo mishale mizito zinaachiliwa kwangu. Bwana asifiwe. Si mara moja na si mara mbili wachungaji wamezinia madhabahuni. Maana si rahisi. Si mara moja na si mara mbili wachungaji wamezinia madhabahuni. Na washirika wanadhani kama ni jambo rahisi linafanyika hapa. Mara nyingi mchungaji akimaliza kuhubiri hapa, hata kunywa chai inakuwa ni shida kwake. Maana kila joint imeisha, yani unasikia mwili umeisha. Maana zile mapepo yako ndani yako, zile taabu ziko ndani yako, ndio ninazing'oa. Na jinsi ninavyozing'oa ndivyo nguvu zangu zinavyozidi kuisha. Halo. Bwana asifiwe.
Anahitaji huduma au hahitaji? Anahitaji kuhudumiwa au hahitaji? Viongozi wa madhabahu, Bwana asifiwe. Mko hapa? Unajua huduma hiyo? Mama nani? Mama nani? Samueli tu wakati alipokuwa anapigana vita ilikuwa imekuwa kali sana, na Biblia inasema Samueli, Daudi akajifungia kwenye chumba, lakini kwenye ile chumba Daudi akaanza kusikia kiu, lakini asingeweza kutoka kwenda kutafuta maji, maana maadui wametawala kwenye mji. Lakini Biblia inasema kulikuwa na wajamaa watatu walikuwa wanawatch kila saa, walikuwa wanapigana vita. Kina Abishai wanapigana vita na wanarudi moja kwa moja kuangalia vile Daudi anaendelea. Na walipokuja karibu na Daudi, Biblia inasema wakamsikia Daudi akisema, ninasikia kiu. Nani anaweza kuniletea maji ya inaitwa Bela? Inaitwaje huo mji? Maji ya huo mji wa Nazareth, not Nazareth. Ya Bethlehem. Nani anaweza kuniletea hayo maji? Maana hayo maji alikuwa ni maji matamu. Na Biblia inasema na mmoja wao aliposikia kwamba mtumishi wao anahitaji maji, alipita, ukisoma vizuri, alipita katikati ya maadui mpaka akaenda kuchota hiyo maji kuileta. Na wakati Daudi alipoletewa hiyo maji, aliogopa, maana anasema hao watu wangu wamehatarisha maisha yao kwa ajili yao. Uko tayari kuhatarisha maisha yako kwa ajili ya mtumishi? Aisha. Nini bro? Uko tayari kuhatarisha? Ndio maana kuhatarisha. Utapigwa, utasengenywa, utaambiwa mambo yote mazito, lakini utasimama kuhakikisha hii madhabahu imekomboa maneno. Bwana asifiwe. Inafanya nini? Watu wa Mungu tunaelewana? Bwana asifiwe. Na msirudi kukaa hapo. Au ni bishop anawaambia msikaa hapo. Bishop aliwapangiaga wakaa huko wapangia. Basi maana mimi ni mkubwa wako anakuwa nikaa hapo. Naelewana viongozi? Naelewana? Hebu soma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Wafilipi sura ya 2. Alikuwa ni mtumishi mmoja ambaye alikuwa anahudumia Paulo katika mahitaji yake. Na ndio Paulo anasema, tazama ninamtuma kwenu, maana huyu ni mtumishi wangu na ni mtumishi wenu. So mchungaji anahitaji kuhudumia. Nataka tusimame kwa Mungu. Hebu tusimame.